Tusome katika jina la Yesu. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, wakatwae kwake sadaka yangu. Ndiyo, sadaka utakayoipokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi ya rangi ya samawi na rangi ya zambarau na rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa za mbuzi na ngozi ya kondoo waume zisizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo. Pomboo mnaijua? Pomboo ni samaki, dauphin. Njo pomboo. Na miti ya mishita na mafuta ya ile taa na viungo vya manukato, kwa yale mafuta ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri. Shangilia neno la Bwana kwa makofi na vigelegele. Tunaweza kaa. Zipo faida nyingi katika kumjengea Mungu au katika kumtumikia Mungu. Nikupe 5 leo. Israeli ni taifa la Mungu, lakini hawakukuwa nafasi ya kumwabudu Mungu. Israeli walikuwa na abudu Mungu milimani, na kila mtu alikuwa anajisikia kwenda labda kutafuta uso wa Mungu milimani. Kuanzia kwa Abrahamu halikukuwepo hekalu, halikuwepo sinagogi lolote. Mungu alikuwa anawaita watu kwa milima, anawaambia watu wakuje ili waojiane naye. Walipotoka Misri, Bwana akamwambia Farao kwa kinywa cha Musa, waachilie wana wa Israeli waende wakamwabudu muumba wao, wakamtolee zabihu jangwani. Misri walikuwa wanapata pesa, lakini Bwana hakutaka wamtolee bado wako Misri. Bwana akasema wakifika jangwani watamtolea. Na maswali ni hii: watatoshaje wapi pesa wakiwa jangwani? Israeli waliingia Misri watu 72 wakati wa Yusufu, wakapewa mji unaitwa Goshen. Wakafanya Misri miaka 430, wakazaa watu 72, wakageuka watu 3,000,000. Walikuwa wanazaa usiku na mchana. Wengine walikufa Misri, watoto walikamatwa wakatupwa juu ya maji. Lakini siku ya kutoka Misri wakageuka watu 3,000,000. Je, unakumbuka walipoingia Misri walikuwa jamaa moja, une seule famille, la famille de Jacob. Lakini walipotoka Misri wakawa familia 600,000 famili. Na walipotoka Misri, Bwana alijua katikati yao wa Misri wako kuna wengine walijisikia kwenda na wana wa Israeli. Mungu akampatia Musa maongozi. Historia inajulikana, walivuka bahari ya Shamu. Biblia inasema wakasifu na wakaimba. Na Musa akaendelesha utaratibu wa kwenda mlimani kumtafuta Mungu. Mungu akaona haitakuwa vizuri kila mara kupeleka watu mamilioni milimani kumtafuta Mungu. Bwana akaleta maono kwa Musa ya kutengeneza hema ya kusanyiko, inaitwa tabernakle. Kuna tofauti ya hekalu na hema ya kusanyiko. Hii tabernakle ilikuwa na uwezo, mnaweza kuiweka kubwa sana, pana fikiri mzaa, kwa sababu ndio inachapwa hapa. Ilikuwa kubwa, ilikuwa nafasi pa nje, ilikuwa na parvis, ilikuwa na lieu saint na lieu très saint. Na hii
kila mara walipotaka kumwabudu Mungu, Mungu aliwashurutisha wafungule ile hema, ile tabernakle. Na ukiisoma Biblia vizuri, ilikuwa ya bei kali sana. Dhahabu zilikuwa, maana ilitengenezwa na vitu vingi. Na utaangalia Israeli hawakujenga hekalu ndani ya jangwa, lakini walipofika Yerusalemu, ni pale Suleiman akamjengea Mungu hekalu kubwa ambayo haijawahi kutokea duniani. Kwa nini wasijenge hekalu ndani ya jangwa? Kwani hekalu ni kitu ambacho hauwezi ukanyangue, lakini ile hema ya kusanyiko unaweza ideplace. Kwa tafsiri nyingine, Mungu alijua jangwa si makao, lakini jangwa ni mapito. Na kama jangwa ni mapito, hawatakiwe kujenga kitu ambacho kitakaa, lakini kitu ambacho kitanyakuliwa. Kwa tafsiri nyingine, wewe mwenye uko hapa unateseka, unapanga nyumba, unasaraulika, hujaolewa, unapitia jangwa, nataka tu nikukamilishie, ile si makao. Ile yote yenye uko naipitia ni mapito. Yaani kusaraulika ni mapito, kukataliwa ni mapito, magonjwa ni mapito. Ni pale Biblia inasema hata nikipita chini ya bonde la uvuli, hata nikipita manake sitakaa, nitapita. Maisha yote ya mazarau ni mapito. Na niitangaze juu yako asubuhi ya leo kwamba ile nyoko napitia itapita na utukufu wa Bwana utaonekana. Nipe ameni zaidi ya mwenzako. Geukia watu watatu, mwambie ni mapito tu. Kwa hiyo Bwana alijua jangwani hawatakaa, lazima wajenge hema ya kusanyiko. Na ile nyumba yenye unapanga amo itakuwa nyumba ya mwisho wewe kupanga manyumba tena. Sione mpangai wa imani hapa asubuhi ya leo. Nani iko na ameni zaidi ya mwenzake? Ile deception yenye ulipata itakuwa deception ya mwisho. Ya kufuata itakuwa ndoa ya heshima. Mtu mmoja nipe ameni zaidi ya kawaida. Ile kulia yenye ulipata itakuwa kulia ya mwisho. Kulia ingine itatokea, itakuwa kulia ya faraja na itakuwa kulia ya baraka. Kadiri unasema amen, kadiri mbingu ziko wazi kwa ajili yako. Weka mkono juu, sema ni mapito. Wasalimu watu watatu, mwambie usijiue juu ya mambo yenye tafanya nini? Itapita. Naamini itapita. Naamini hii yenye uko naipitia itabaki historia. Utaanza waambia watu nilipitiaka hii, nilipitiaka hii, nilipitiaka hii, lakini Mungu wa baba akanipandisha zaidi ya kawaida. Praise the mighty Lord. Kwa hiyo Bwana akakusudia wamjengee tabernacle. Lakini sikiliza sasa, Bwana akaleta shurti. Ile tabernacle wende kwa wana wa Israeli wako jangwani. La kwanza, wanitolee kila mtu kadiri ya moyo wake. Yaani si mambo ya kusukumana, ni mambo ya moyo. Sadaka utakazo zitoa kwao, Mungu anapresize. Wanipe dhahabu. Mjango itatoka wapi? Wanipe dhahabu. Mnakumbuka Israeli walipotoka Misri, Bwana akawaambia kila mtu akopeshe vikombe vya dhahabu kwa Misri. Mnakumbuka vizuri? Waikopesha watailipa wapi? Bwana akawaambia vizuri, mwende mkopeshe kila mtu vikombe vya nini? Swali yangu, watailipa siku gani? Na Mungu anawaambia wa Misri, mnao waona hamtawaona tena. Watawalipia wapi? Eske wao nafikiri kwamba walikuwa wanakopesha? Walitumika Misri miaka 400, walilipwa. Kwa hiyo ilikuwa faso ya Mungu kuwaibia salere yao pasipo kujua, kwa maana Mungu si mzalimu ili kwamba asahau kazi zako.
kila effort, kila mema ulifanyaka juu ya mtu, hata miaka ipite, Mungu iko na njia kukulipa njia yenye wewe ulikuwa uwazi. Oh my God. Kila maisha ibiwa haki yake hapa, kila maisha onelewa hapa, Mungu amulipe njia yenye alikuwa awazie. Ukinipa amen, utaipokea ile muujiza kunjia yenye ulikuwa hauwazie. Praise the mighty Lord. Ulitenda mema kwa mtu hakukulipa, Mungu atakulipia kwa njia usio ijua. Balisha kuexploite, unaona unapoteza wakati yako. Mungu iko na manjia zingine. Ndio maana avumiliaye mpaka mwisho anaingia kama baraka. Sijui naeleweka vizuri. Wataniletea dhahabu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Bwana anasema walete fedha. Si unajua fedha? Argent. Walete shaba. Walete ngozi ya pombo, ngozi ya dauphin, mujangwa, kuko mai. Manake warudie tena ku mer rouge. Waende wawinde dauphin. Walete ngozi ya mbuzi. Mungu ana exige vitu vingi. Ni semina ambao muda naifanya baada ya mkutano itamalizika hii wiki ya 40 jours ili unielewe. Alafu uitwae kwa kila mtu ili wanijengee tabernacle, hema ya kusanyiko. Na ilikuwa ya hatari sana ile tabernacle. Kule kuparvi ni fasi yenye watu wenye zambi walikuwa nakuja. Unajua sisi tumeokolewa kwa neema kweli. Kwa sababu ile wakati wao ukisema bongo moja ni mbuzi moja, bongo mbili ni mbuzi mbili, buzenifu moja ni ngombe moja, ukiwazia mtu mbaya ni njiwa, ukiteta mwenzako unga. Sasa wewe kalkile kwa ile bongo na kuwa nayo, uko mbuzi ngapi? Ukalkile mwa ile busharati yako, uko mngombe ngapi? Na ilifika wakati yenye ukitosha lino ya mwenzako bana bezuia sadaka yako, bana kongola kwa yako. Ndio maandiko nasema jino kwa jino. Manake Ancien Testament msamaha haikuwa ya maskini, ilikuwa ya matajiri peke yao. Na hata kama ukiwa tajiri utapata ngombe 10. Manake watu walikuwa wanaogopa zambi ile wakati haiko tu juu ya kupenda Mungu, ni kuogopa gharama. Wanajua nikipima tu. Sasa na ulikuwa unageuka empire panda inane, ukifanya zambi unawakia empire inane, kisha unaleta kondoo. Hii kondoo yenye unaleta banaiangalia kama haina kilema. Pale kuparvi, pale nje ndio ulikuwa unaikalia, banaiteketeza, alafu banakuambia zambi zako zinafunikwa. Si kwamba zinaondolewa, zambi zinafunikwa. Unaweza enda. Sababu maskini wote wa Israeli ulikuwa na kesi ya zambi. Jua hakuna kwenye atenda lombea msamaha. Ndio maana ukisoma Luc 4 verset 18, sa Yesu alikia akasema roho wa Bwana ni juu yangu, amenituma nihubiri wa nani? Tunaelewa vizuri kwa sababu maskini ndio walikuwa hawana fasi. Na Jean Baptiste ndio mwenye aliua Yesu, tunawahubiri vile kila siku. Mwenye alipana Yesu haiko Petro, haiko Yuda, ni Jean Baptiste. Kwani Israeli waliteseka miaka kukosa kondoo ya kuondoa zambi. Na siku Jean Baptiste aliona Yesu, akawaambia tazama mwana kondoo wa Mungu afanyaye nini? Donc zile zambi zenu zote. Alipofika Golgotha kwa ajili yetu akasema tout est accompli. Hakuna kupana njiwa tena, hakuna kondoo, hakuna ngombe, ye peke ni sadaka kwa ajili yetu. Kwa hiyo ile roho ya culpability, nilifikiri mtashangilia neema ya msamaha. Praise the mighty Lord. Nilifikiri watu mmoja watafurahia neema ya kusamehewa na Bwana, kwa sababu bila gharama. Ukisema tu Bwana nisamehe, Mungu anakusamehe maisha yako. Haleluya. Tuteta akashipana mwenyewe kama kondoo aendaye kuchinjwa. Kwa hiyo mtu asisharje kichwa yako na culpability. Mtu asikwambie ile zambi yako unjua huwezi samehewa. Kuko manaweza kuhukumu kumbe yeye kuna zambi zaidi yako wewe. Kwa hiyo ukikuwa mbele ya Bwana,
amini kwamba nimesamehewa na Bwana. Ile tu ulikuja asubuhi hapa, dhambi zako Bwana amezisamehe. Na mamlaka ya kusamehe dhambi Mungu ametupatia nayo. Nani iko na amen zaidi ya mwenzake? Kwa hiyo hautakuwa jinsi maadui wako wanasema, utakuwa jinsi Mungu anasema. Kinanibariki ni kwamba mwenye anakuhukumu hana mbingu ya kukupeleka ndani. Mwenye anakusamehe ndio yuko na mbingu yenye atakupeleka ndani. Kwa hiyo usibabaishe akili yako, uamini kwamba kwa jina la Yesu Kristo mbingu nitaingia kwa sababu nimesamehewa dhambi. Kuna watu wamesamehewa. Kuna watu wanafurahia msamaha hapa. Wale wanaosamehewa wafanye hivi. Sema laana bye bye. Mikoshi bye bye. Mapepo bye bye. Nimesamehewa bila kulipa gharama yoyote. Kwa damu ya Yesu Kristo niko huru. Bwana ameniondolea laana katika sema hekalu. Mbele nikupe faida za kuijenga, nikupatie faida za hekalu. Ya kwanza, hekalu, le temple, c'est une école. Là où nous avons un maître, un grand maître, un rabbi, c'est lui le docteur des docteurs. Il y a une très grande différence entre l'université et l'école de l'église. Kule ku masomo zenu wanawapatiaka connaissance peke yake, lakini huku kwa Mungu wanakupa connaissance na uzima. Sioni kunaeleweka vizuri. Wanakupa nini? Connaissance. Et d'ailleurs j'exagère. Kule kwenu ku masomo muliendaka hamkupata connaissance, mulipataka science. Kuko tofauti ya elimu na ujuzi. Unaweza kuwa intellectuel mais hauna ujuzi. Peut-être unisikie vizuri. Unaweza maîtriser science mais hauna nini? Connaissance. Ndio unaona Israeli kulikuwa wasomi wengi, mais maandiko nasema mon peuple périt par manque de. Pourquoi basomi banakosa connaissance? Parce que la connaissance c'est Dieu qui la donne. Par exemple, mwenye alikreaka science, yeye alisomeaka wapi? Mwenye alikreaka science ni illettré mais alikuwa na connaissance ya Mungu. Huko tu mtoto mwanaweza zala hayasomaka, mais unaangalia mtoto kuna akili. Na kuna mtu mwanaweza kuwa licencié mais hana akili. Wewe licencié kuna kuelewa kibambazi. Unasema huyu ni licencié mais hana nini? Hana akili. Sio ni unaeleweka vizuri hapa. Sasa unaweza kuwa na science mais huna nini? Connaissance. Mais ça unakuya mkanisa kwenye mwalimu ipo, unapata kitu kinaitwa connaissance. Proverbe 12 verset 1 nasema apendaye mafundisho atapata maarifa. Mon peuple périt pas par manque de la prière, mais c'est par manque de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire c'est la connaissance de la vérité qui délivre. Jomana usikale mkanisa kwenye hakuna neno. Mtu mmoja nipe amen zaidi ya mwenzake. Nikubalie kwamba l'église est une école. Ndio pale unalotaka unavala uniform. Unalota uko masomo. Kumbe Mungu yuko nakupeleka ngazi juu ya ngazi na hatua juu ya hatua. Niye kama mnaweza lipa $20 kwa masomo kwa watoto wenu kila mwezi, $50, $100 à l'église, mungifanya zaidi ya kawaida. Parce que mtu anaweza soma masomo mais hana education. Mais mtu mwenye anaokoka anakuwa na education. Jutu ya wokovu anakuwa na savoir vivre, anajua kuheshimia watu. Parce que hapa mko mnapata connaissance.
Maintenant, l'église, c'est un hôpital. Il y a aussi la guérison. Acha niwaambie kitu moja itatukwaza meni kweli. Ukisoma Jean chapitre 5 inasema jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa Betsaida. Tuko pamoja? Nikubalieni nyie bote kama kila mwanangia kanisa ni mgonjwa. Shie bote hapa. Wagonjwa, haleluya. Oh. Amenielewa vizuri. Ndio maana usikimbilie kuoea mkanisa. Kuoea mkanisa ni kuoea hospitali. Ifo yeye kama alishapona wala ya mezosi, na kuoea mudunia ni kuoea morgue. Kuoea mudunia ni kuoea wapi? Morgue. Unaweza wakaliiti kakiana. Sasa ukikia mkanisa ni hospitali. Ifo kuyoa kama eski iko mswe au namna gani. Tujue tunaelewana vizuri. Paske hapa kila mtu yuko na magonjwa yake. Kuko mwenye kichwa haiko sawa. Kuko mwenye kuna visirani ya magonjwa. Akisirika hapa ni 3 jours. Kuko mwenye kuna bongo ya magonjwa. Kuko mwenye busharati yake ni ya magonjwa. Kuko mwingine mwenye mfuko ndio unagonjwa. Iko mpiaka mwenye paka unasema huyu ndugu mbona inakuwa makusudi. Kuko mwingine mwenye yeye magonjwa yake ni ya mwili wala ya roho wala vidonda ya ndani. Sasa tunapokuwa ndani ya kanisa, maandiko yanasema kwa kupigwa kwake tumepona. Hapana walipona, tumepona, maana yake shie bote. Oh, mimi nakwambia hakuna magonjwa inashindwa krize mudunia. Kuko sala inalumisha kichwa, unakuwa makali, unaanza chukia goma, unatoka unaangalia hicho, unaangalia sawa, dunia inaharibika kweli. Yesu akuye sasa. Ile yote hauna hamu ya Yesu. Hauna mchuzi. Isha kufikia gari yako carburant iko full. Telefoni yako giga ziko full. Mfuko yako mko $5,000. Stock inaingia mnyumba. Hata adui anakukritike. Unahangaikaka. Siko tu na kirida. Unasema asema yanataka. Mungu iko na shida, iko na tukumbuka. Ofe ile kusikia mabuchungu sawa na kutukana ni resulta uko sala. Bagarso ngapi biko hapa wayaoa leo na wakati shafika. Hautaoa ngana ngwa muda wa Bwana. Muda wa Bwana ishafika na ikapita, mehana nini? Hana pekunya. Kwa hiyo kukosa pesa maisha njo magonjwa ya kwanza. Hakuna magonjwa mengine mbaya kushinda njala. Lala njala kwanza, utasikia mwili kwa sababu mai inaisha umu. Unakuwa na yasho yenye haiko ya afya na haiko ya lilema. Unakuwa na kichwa ya ngambo moya. Njoo mwingine saa ya njala unataka msemesha, anakuambia usinisemeshe kwa niko na tafakari makubwa ya Mungu. Njala. Shebote ni wagonjwa. Mekanisa ni hospitali. Maana kuna mtu anakuiaka hapa mgonjwa, unarudia roho yako ishafurahi tayari, unarudia na matumaini. Kila wagonjwa walio hapo wapokee uzima asubuhi ya leo. Nipi amen zaidi ya mwenzako. Et je pense aussi que la culpabilité est une maladie. Uko na culpabilité. Niko sa Mungu akunisameaka ni magonjwa. Me kuna andiko nasema njoni kwangu nyote. Yani sichague, njote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo mizito, mimi nitawapumzisha. Manake ile mizigo yote ulikuwa nayo, repo yako iko hapa asubuhi ya leo. Pumziko yako iko hapa asubuhi ya leo. Sema kanisa ni hospitali. Jambo la tatu, l'église c'est un lien de rencontre. Ni fasi ya kukutanana kati ya mfalme na watumishi wake, kati ya baba na wana wake. En fait, c'est une adresse, c'est un lien de rencontre. Hapa tutuko yepeka nasema wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, niko katikati yao. Oroke kinanibariki ni kwamba mkifanya reunion 20 personnes, mwenye anakuwaka na conclure mwa ile reunion ni mwenye anazeeka. Jo anaambiaka mzee sema neno ya mwisho.
C'est-à-dire maadui yako wanaweza ongea me habana conclusion. Me mwenye iko na conclusion ni ule mwenye abadilikake, ni yule jana, leo na hata milele. Nani iko na amen zaidi ya mwenzake hapa? L'église aussi c'est une agence ou un parking. Kanisa ni parking wala agence ya watu ambao wataenda kumlaki Yesu mawinguni. C'est pour cela mtu mwenye anagusaka kanisa ni mtu wa laana. Na bakishauria leo asubuhi, kama kinywa yako itatoshaka mtu mkanisa, ile zambi yako haisamewaki. Mungu atakukausha hataki pesa na utajuta kuzaliwa. Kwenye mwingine angiponea, njoo wewe unamtosha. Parce que kuko maame ziko sensible. Atoki mwambia kaneno tu kamiza kadogo, anaikamata na consideration. Na maandiko nasema wale wanaopoteza wamoja kwa hawa wadogo watafungiwa nini? Jiwe, na watatupwa baharini. Msikuwe mnafikiri tunakiaka hapa kupoteza wakati au kuonesha mavesti. Hapa tunakuya juu ya uzima. Tunajua sisi ni wenye dhambi. Sisi hatustahili. Lakini kila tunapomsogelea Mungu, anatufanya upya usiku na mchana. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo ninyi mko hapa, mko mnajua mko tu kwa agence, mko kwa parking, uko nakata billet yako. Biko na vise passport yako. Ili parapanda ikilia, wende mlaki Yesu mawinguni. Sote tuna haja ya kwenda mbinguni siku moja, lakini hapana sai. Kanisa pia ni fasi ya kubarikiwa, inaitwa soko. Sema soko. Kitabu ya Isaya inaisema, aseme muje mkanunue kwenye soko yangu bila pesa. Hapa mko sokoni. Hapana kimwili, naongea kiroho. Hapo unaweza kuya hauna bwana, unampatia hapa hapa. Si ni soko ya Bwana? Hapa hapo unaweza kuya hauna watoto, unampatia hapa hapa. Hapa hapo unaweza kuya hauna kazi, unampatia hapa hapa. Hapa hapo unaweza kuya roho yako ilikina kwa siku na na furaha hapa hapa. Kwa sababu ni soko. Na hautarudia vile leo. Tena Biblia inasema mutanunua bila pesa. Mtu mmoja nipe amen vizuri. Bila pesa. Ndio ile verse Isaia 55 mtasomea nyumbani. Lakini kwa tafsiri nyingine, l'église c'est une famille. Kanisa ni jamaa. Ule unayeomba naye ni ndugu yako kuliko hata uliyezaliwa naye. Ndio pale maandiko yanasema msiache kufanya mema zaidi kwa watu wa nyumba ya nini? Watu wa nyumba ya imani. L'église c'est une famille. Sasa wale waliochangia kujenga kanisa, kwanza uweke mkichwa wao kwamba haiko n'importe qui. Njoo mwenye Mungu anaitikaka makuta yake imjengee. Mjiulize mbiblia. L'homme selon le cœur de Dieu, David, Mungu alimwambia nini? Hautanijengea parce que mikono yako inajaa nini? Inajaa uchafu na inajaa damu. David mwenye alitumikia Mungu vile, Mungu anasema hautanijengea. Hii kitu mko mnasikia hao tunatamu tuko majengo, hamuyayua maana yake. Ça c'est une activité sacrée. C'est une vision préparée par Dieu. C'est un projet divin. Bwana anamwambia David, hautanijengea. David analia. Bwana niruhusu, nasema huwezi kunijengea. Mikono yako inajaa damu. Mmoja wa jamaa yako atanijengea. Maana yake ni sijui niseme terme ya mikoshi au ni bahati mbaya kuingia mkanisa yenye shajengewa. Hauko mgeneration ya bavayan. Kanisa ishaisha na unaleta pale machafu.
Minaanza ombea hapa. Hauna kitu ya kukumbusha Mungu kwa ile fasi. Hauna. Kama Mungu angi permettre wewe mjenge, ile magonjwa ulipataka ingelikuuaka. Me ukiona mugeneration yako munakuya program ya kujenga juu ya Mungu, piga kifua. Manake ukwe na jua tu kama Mungu anandiua na mie zaidi ya wengine. Cette prédication n'est pas une stratégie et appel de fonds. Hii haiko strategie ya kuwaita mtolee Mungu. Na wafundisha muyue wenye mko mnafanya. Bwana nakatalia David. Faida ya kwanza ya kumjengea Mungu, kila mwenye ana participe, Mungu anafanyaka alliance naye. Nasema nini? Alliance. C'est possible de briser une promesse, mais pas une alliance. Une promesse c'est comme une fiançaille, mais l'alliance c'est comme un mariage. Bwana akifanya agano na wewe, hakuna mtu wa kuivunja. Na alliance ya Mungu na wewe inavunjaka kila alliance ya mapepo mjamaa yako. Donc kwa kumjengea Mungu inawezekana deliverance ingie mfamilia yako bila kuombaomba. Sema alliance. Salomo si mnamuyua njoo mbaraga wa kwanza wa papa. Salomo alikuwa na 700 femmes. 700 femmes na 300 concubines. Ça fait combien? 1000. Donc Salomo alikuwa na banamuke mwenye alikuwa na sababu munjia. Vyaka anamuita baby Salo, baby. Kaka Salo anachomoka mbele, wewe ndio nani? Asini kwa bibi yako. Oh. Nikumbushe. Asa minjolo wa kabari. Wewe ni lo wako ni $2000. Kamata ingine $1000 kusaidia. 700 femmes, 300 concubines, njoo anakuwa combien? 1000. Ba mtumishi Suleiman. Lakini akajengea Mungu temple pendant 46 ans. Mais ça Yesu alikuya, hakutemwanye Salomo kama impidique, akasema hakuna mfalme mwenye fahari saa yeye. Njoo mfalme wa kwanza mwenye fahari, tena mwenye hekima. Kuna wakati watu wanahesabia dhambi zako, Mungu anaangalia kazi zako. Tuko tunaelewana vizuri eh? Njoo pale kwa maisha usijitanganye kujikompare na mtu mwenye anakushinda sacrifice kwa Mungu. Hamtakuwa naye sawa. La deuxième des choses, mtu akijengea Mungu, Mungu hawezi ishia kwake. Mungu anafanya repetition ya benediction katika generation zake mpaka 4e generation. Unanielewa vizuri? Donc vile utamtolea Mungu, vile uko namuuzia sima, vile uko namuuzia majiwe, ile baraka haitaishia kwako. Ile baraka itaenda mpaka 4e. Et d'ailleurs, psaume na exagérer nasema 1000e generation. Mpaka kizazi chako chote, kuna watu watapataka mafranga mfasilite, banafikiri ni akili yao, kumbe ni sacrifice zenye ulikuwa unafanyizia Mungu. La troisième des choses, hakuna mwenye alijengea Mungu na akabakia locataire. Hakuna. Vile uko unajenga arshe Noe, baada ya kujenga ile arshe juu ya Mungu, itageuka nyumba yako ya kuponyoka delige. Kadiri unajengea Bwana, Mungu anakupatia nyumba kwenye aungi ipataka. La quatrième des choses, kila mwenye alijengea Mungu, wakati wenzako wako na zama na delige, wewe utakuwa unapanda. Manake maepidemi haitakuwa na kuua gisi ilikuwa inaua watu wengine. Kwa kujengea Mungu, Mungu anakuepusha na mambo elua watu wengine.
Mais sans oublier que kumjengea Mungu kanisa ni kujenga masomo, ni kujenga hospitali. Nakumbuka vizuri kwa nilianzia. Ni kujenga hospitali, ni kujenga. Sisi tuko hapa, hii tuko tunajenga kanisa ukiona. Ni vyuma. Sisi tuko hapa muitike wala mkatale, nani atafika mu 2150? Tungali ma 2000 kwambia hapa, 2013. Nani matafika mu 2150 comme ça mimi nimwachie kanisa ya kwa mchungaji? Mimi nilikuwa tashemasi. Nani? Iko hapa? 2150. Hakuna hata mtu mmoja. Si batu yote biko hapa ni bon fait kuanzia kumie shebo ni mamaiti za ça marque donc moi il m'a 2040, 2050, 2060, 2150 aucune personne. Donc ça utakuwa unatembea mjeo unafaka kiburi kako kuna watu kama huko miaka nisitafikaka. Mais hii temple tuko tunajenga inaweza fanya hata 300 ans. C'est-à-dire shia tujijengee nayo kuko ma generation zitakuya. Tunaelewana vizuri? Na hii itasema hii imagination itasema kuna watu walipitaka hapa wakajenga kwa ajili ya Mungu, na ndio maana tuko tunaomba hapa leo. Manake na kufika yao itakiwa tena baraka zetu shi. Donc shi tunajenga tutakuwa ba hero. Quel privilège. Mais kuna wakati il faut kujinyanganya juu ya kupatia Mungu. Hai Mungu anatulomba frama hatuna kitu, alibalomba mjangwa. Dans le désert, nipe hiki na hiki. Ukipatia Mungu shuko na mingi sadaka yako haina kazi. Kupatia Mungu ni kujinyanganya, kujiima. Taifa la Mungu linaangamia kwa sababu halina maarifa. Au ngoja hata utoaji. Mungu anakubariki $100, oh 10 sawa, mais hata saki mbili nipeleke pale. Hata chuma ngapi nipeleke pale. Na mnikubalie kwamba kuna wakati nyia mjui unapomjengea Mungu juu ya projet unafanya, Mungu anatosha date ya kifo yako, anakuongezea miaka yenye haungiliishi mdunia. Parce que angelikufa na 600 ans Noe, lakini juu ya kujenga arsh akakufa na miaka 900. Donc kwa kumjengea Bwana Mungu anatuongezea miaka. Na Mr. Wafichika, hakuna kitu kizuri sawa vile maisha, uzima. Hata ya kuwa na pesa, kama uko mzima uko na tumaini ya kupata pesa, na hakuna fobor sa kukufa. Nimealikwa fasi mama wanaita wicha. Unajua wicha? Wameniita wicha miaka mingi niende nihubiri. Nikiona jinsi watu wanakufa pale wicha, siendi. Naambia uko nafuata ku YouTube parce que sina experience ya kukufa. Mesi ya kufa ni bora mwe sizoe. Kuko mtu hapa mashada ile moyo. Tukikuona tuibade naishi. Hatuna experience ya kukufa. Tunapenda uzima, tunapenda maisha. Alafu ukipenda maisha, investir kwa Mungu. Mtu mmoja nipe amen vizuri. Parce que Mungu hawezi taka evre yenye ulianza ona mwanzo usione mwisho ya ile evre. Mungu ni alpha na omega. Kenye mlianza naye ifo tena mmalize naye. Et la sixième des choses, wanamjengea Mungu wako na kitu ya kumkumbusha. Sana sasa hiki kinyumba tunakilipaka pesa nyingi sana, lakini sasa uko naomba hapa hata ubane ile pilie haiko yako. Pale kwa huko najenga unaweza bana pilie, naambia Mungu kumbuka sima yangu niliingiaka. Baba unikumbuke juu ya hii kitu. Kuna watu wako natoa kila leo si kana kwamba wana pesa, lakini wanajua siri ya kumjengea Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Usikwe saba le watu benye banafataka vya kuivya. Kwa na esprit ya kwenda mshamba.
kuwa na esprit ya kuanzia zero. Shetani haitiki akatale, tutajenga. Na tulishaanza jenga. Unajua mimi imani yangu na kuwaka nayo. Kuna wakati Mungu anaweza tosha mtu mkanisa mwenye alikuwa anapiga kifua anasema juu yangu ndio maana kanisa itajengwa. Mungu anamtia pembeni juu kanisa ijengwe bila yeye, ili watu wengine wabarikiwe. Mimi sinaga shida na mambo ya kazi ya Mungu. Mimi najua ni kazi ya Mungu tu. Anytime itarehisir. Sasa ni opportunity.